Siku zote wanasema ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Ni kweli. Na sisi moja kwa moja wanachimbo siku ya leo tumeamua kuzama na kucheki moja ya kabila ambalo linaitwa Shirishama. Ndio, ongozana nami moja kwa moja ndani ya chimbo. Niite Simple D. Unaweza kunicheki Facebook pamoja na YouTube kwa jina moja tu la Simple D TZ. Unaweza kunicheki Instagram, TikTok, Audima pamoja na Thendi kwa jina moja tu la Simple_D TZ. Tuwe pamoja ndani ya chimbo siku ya leo. Shirishama. Kwenye milima ya kale mashariki mwa Afrika kunapatikana kabila adimu linalojulikana kama Shirishama. Watu waliolindwa na siri, tamaduni nzito pamoja na historia inayosemwa kwa sauti ya upepo kuliko maandishi. Chimbuko la kabila hili la Shirishama. Kabila la Shirishama linaaminika kutokea kwenye maeneo ya mwinuko linaloitwa Mwamba wa Mshamali, sehemu ambayo maajabu ya mababu wao waliamini ni mahali pa kuunganishwa ardhi na dunia ya roho. Hadithi zao zinasema kuwa walihama kutoka maeneo ya bondeni walipokuwa wakikimbizwa na wakikimbia njaa na mapigano, wakiongozwa na mzee mmoja maarufu aliyeitwa Reshama, jina lililozaa neno Shirishama, yani watoto wa Reshama. Tamaduni kuu za Shirishama, wana tamaduni zenye uzito wa kiroho. Kucheza ngoma ya Rishana, ngoma ya shukurani, hutumiwa kufunga mwaka. Kuvaa ngozi nyekundu, alama ya ujasiri na ulinzi wa mababu. Mafunzo ya vijana shakari, kipindi cha miezi kadhaa ya kuwafundisha vijana maadili, ujasiri na uongozi. Mila na desturi za kabila hili la Shirishama. Mila zao zimebeba hekima nyingi. Baraza la wazee la Sam ndilo chombo cha mwisho cha uamuzi. Ndoa za ukoo, kufuata kanuni kali za ukoo na heshima. Mazishi ya usiku, wanaamini kabila la Shirishama wanaamini roho zao husafiri zaidi katika utulivu wa giza. Maajabu kweli kweli. Maajabu ya kabila la Shirishama. Kuna maajabu yanayosimuliwa na wazee wa Shirishama. Jiwe la kutembea. Jiwe linalosogea sentimita chache kila siku mwisho wa msimu wa mvua. Kijiji cha watu wasioonekana. Hadithi inasema kulikuwa na kijiji kinachotoweka na kutoonekana kila baada ya miaka 7. Kuna mti wa sauti 3, mti unaodaiwa kutoa sauti tofauti kulingana na mtu anayegusa shina lake. Na hili ndio kabila la Shirishama. Maisha ya Shirishama kipindi cha zamani. Zamani Shirishama walijulikana kwa kilimo cha mtenemko, cha mtama, ulezi na mboga poli. Ufugaji wa ndama wa milimani maarufu kwa nguvu ya kustahimili baridi. Ushonaji wa mikoba ya ngozi inayotumika kama alama ya utambulisho wa koo. Shirishama wa leo walipo sasa. Leo hii Shirishama wamesambaa maeneo mbalimbali Afrika Mashariki, mijini na vijijini. Wengi wanajishughulisha na shughuli za kilimo, biashara, ufugaji, biashara ndogo ndogo, ushonaji na kazi za mikono. Hata hivyo, tamaduni zao bado zinasimama hasa kwenye sherehe za ukoo, ndoa na misimu ya mavuno. Hawa ndio Shirishama mtu wangu, nakuta hata hapo ulipo wapo. Mambo machache ambayo wengi hawayajui kuhusu Shirishama. Lugha ya Shirishama ina misamiati 12 inayohusu aina za upepo pekee. Wanawake wa kabila hili ndio walinzi wa vyanzo vya maji na hasa haki ya kuzuia mtu yeyote kuviharibu. Shirishama wana kalenda yao ya kipekee yenye majina ya miezi inayotokana na tabia za anga. Urithi wa Shirishama. Kabila la Shirishama ni simulizi hai ya thabiti, isili na urithi. Ni watu wanaoamini kuwa dunia ya leo inahitaji mizizi ya jana ili kusimama imara kesho. Mababu wa Shirishama wanasema mti usio na mizizi
upepo huupa umbo lake. Hii ndo story ya Shirishama, moja ya kabila ambalo linapatikana Afrika Mashariki kwa sasa. Endapo unahitaji kitu kingine kwa mawazo na ushauri wa kila kitu, nicheki katika mitandao yangu ya kijamii pale Facebook na YouTube kwa jina la Simple DTZ, Instagram, TikTok, Audmac kwa jina la Simple_DTZ, ama uweza kunicheki katika namba ya 0785856642 kwa ushauri na maoni. Tukutane katika chimbo lijalo. Asante, niite Simple D.